Kijiji cha Malundi kilikuwa kimejificha katikati ya milima mikubwa na misitu minene. Kilikuwa kijiji kidogo chenye wakazi wachache, lakini wenye tabia za kipekee ambazo zilikuwa zimejengeka kwa vizazi vingi. Watu wa kijiji hiki walikuwa wakiwa na imani za ajabu na walikuwa na hofu kubwa ya maeneo ya msituni yaliyozunguka kijiji chao. Msitu wa macho mekundu ndivyo walivyoiita, na walikuwa wakiambiwa kuwa ni mahali pa laana na mizimu ya mababu wao. Waliamini kwamba hakuna mtu anayeweza kuingia ndani ya msitu huo na kurudi akiwa salama. Wakati jua lilipozama, walijua ni wakati wa kujificha ndani ya nyumba zao, kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa wakati ambao nguvu za ajabu zilikuwa zikiamka. Lakini kila kijiji kinahitaji mtu mmoja jasiri na mbishi, ambaye hawezi kuamini hadithi za wazee. Kwa kijiji cha Malundi alikuwa Daudi. Daudi alikuwa kijana wa miaka 25, mwenye ndoto kubwa za kuwa mchoraji maarufu wa picha za mandhari ya asili. Alikuwa amesikia kuhusu hadithi za msitu wa macho mekundu tangu akiwa mtoto, lakini alizichukulia kama hadithi za kutisha za kuwatisha watoto. Alijivunia kuwa yeye ni mtu mzima sasa na hakuwa na hofu ya aina yoyote. Siku moja, akiwa amekalia kivuli cha mti mkubwa kwenye uwanja wa kijiji, aliona kundi la watoto wakicheka na kuzungumzia hadithi ya msitu. Aliwaambia kwa dhihaka, hii ni hadithi tu, hakuna kisichowezekana. Nitakwenda huko nikiweza, alisema huku akicheka kwa sauti kubwa. Daudi, hujui unachosema, alisema mzee mmoja kwa huzuni. Msitu huo unaliwa na mizimu ya mababu. Usithubutu kutafuta kile kilichozikwa humo. Lakini Daudi alicheka tu na akaendelea na mipango yake. Aliamua kuwa usiku wa kuamka mapema, angejificha mbali na macho ya wanakijiji na kuingia kwenye msitu wa ajabu. Usiku ulifika kwa haraka na Daudi alijificha nyuma ya nyumba ya bibi yake, akijiandaa kwa safari yake ya ajabu. Aliingia kwa upole msituni huku akibeba taa yake ndogo ya mafuta, akijua kuwa asingeweza kuona vyema bila mwanga kidogo. Msitu ulikuwa mweusi na ulijaa sauti za wanyama wa usiku. Vilele vya miti mikubwa vilikuwa vikitikisika kwa upepo mwepesi, lakini Daudi hakujali. Alikuwa na shauku ya kugundua kile kilichozikwa ndani ya msitu huo. Kwa kila hatua aliyochukua, aliendelea kujisikia kama anazama zaidi ndani ya giza. Hata hivyo, aliguswa na upepo mkali ulioanza kuvuma kutoka pande zote. Taa yake ya mafuta ilizimika ghafla na alijua kuwa sasa alikuwa amezama kwenye giza la kutisha. Alijaribu kuwasha tena taa hiyo, lakini iligoma. Giza kubwa lilikuwa limemzunguka na aliona kuwa kila alipoangalia, ulimwengu ulikuwa unabadilika. Sauti za ajabu zilianza kusikika. Zilikuwa kama nyimbo za huzuni, sauti za watu waliokuwa wakiomboleza. Daudi alijua kwamba sauti hizo hazikuwa za wanyama. Alijua kuwa alikuwa akisikiliza sauti za watu, lakini watu hawa walikuwa hawakuonekana. Daudi alijua kuwa alikuwa amekosea kuingia katika msitu huu, lakini aliendelea mbele akiwa na shauku kubwa ya kugundua kile kilichokuwa kinamwita. Kadri alivyokuwa akitembea, sauti hizo zilikuwa zikikaribia zaidi. Alijua kuwa alikosea kuchagua njia, lakini aliendelea bila kujua la kufanya. Ghafla alikumbana na kitu cha kushangaza. Mbele yake aliona kijiji kingine kilichojificha ndani ya giza. Kilikuwa kijiji cha tofauti, chenye nyumba za zamani, zilizozungukwa na majani makavu na miti iliyonyauka. Watu walikuwa wakitembea kwa polepole na walikuwa wakiwa wamevaa mavazi ya miaka mingi iliyopita. Macho yao yalikuwa mekundu kama walikuwa wamekufa kwa muda mrefu, lakini bado waliendelea kutembea. Daudi alisimama kwa mshangao huku akijaribu kuelewa kile alichokuwa akiona. Watu hawa walikuwa kama wafu waliojificha katika mwili wenye uhai. Walikuwa wakiwa na tabasamu la kutisha, lakini hakukuwa na sauti yoyote kutoka kwao. Mmoja wa watu hao alijieleza kwa polepole na kumtazama Daudi kwa macho yake mekundu. Hujakuja kwa ajili ya sisi, alizungumza kwa sauti ya kikatili. Ni nani ninyi? Aliuliza Daudi kwa mshtuko, akijua kuwa hakukutana na binadamu wa kawaida. Na kwa nini mna macho mekundu? Hatufai kuwa wafu, alisema mtu mwingine kwa sauti ya chini, lakini hatufai pia kuwa hai. Tumekatazwa kutoka hapa.
Endelea kwenda mbele, Daudi. Daudi alijua kuwa alikuwa katika hatari kubwa, lakini aliendelea mbele akijua kuwa atapata majibu kwa maswali yake yote. Lakini je, ataruhusiwa kurudi salama kutoka kwa kijiji hiki cha ajabu? Daudi alijua kuwa kilichokuwa mbele yake siyo kawaida. Hali ya hewa ilibadilika ghafla, kutoka kwa upepo mwepesi hadi kuwa nzito, kama mvumo wa roho zinazozunguka. Alijua kwamba alikuwa ameingia kwenye eneo lisilo la kawaida, lakini alijikuta akiongozwa na nguvu isiyojulikana, akitembea kuelekea kwenye kijiji hicho cha ajabu. Macho mekundu ya watu waliokuwapo kama kivuli, yakimfuata huku yakiangaza kwenye lile giza la kutisha. Walikuwa na tabasamu za kutisha ambazo zilionyesha kama vile walijua jambo kubwa ambalo Daudi hakuwa bado amejua. Alijaribu kurudi nyuma, lakini aligundua kuwa kila alikopita alikosa mwelekeo. Kijiji kilikuwa kimejificha ndani ya kivuli cha misitu, na alijua kuwa aliingizwa kwenye dimbwi la fumbo. Watu walikuwa wanatembea kimya kimya, kila mmoja akichora njia yake mwenyewe, lakini walikuwa wakiangaza macho yao kwa Daudi kama walimchunguza kwa ukali. Katika moja ya nyumba hizo za zamani, aliona mtu mmoja akikusanya kuni. Alijua kuwa mtu huyu alikuwa na majibu kwa maswali yake. Alienda kwa uangalifu hadi aliposimama mbele ya nyumba. Unataka nini hapa? Aliuliza mtu huyo kwa sauti ya chini, akitoka kwenye kivuli cha nyumba. Alikuwa na nywele ndefu na zilizojaa vumbi. Macho yake yalikuwa yamejaa huzuni na kifungo cha zamani kilikuwa kimefungwa shingoni. Nataka kujua ni nini hiki, Daudi alijibu kwa sauti ya kutetemeka. Ninataka kuelewa nani nyinyi, na kwa nini ninyi ni kama wafu lakini mnaishi. Mtu huyo alikosa kusema kitu kwa muda na alionekana kuwa akifikiria jambo kubwa. Kisha alijibu kwa sauti ya chini, hatutakiwi kuwa hapa, lakini tumebaki kwa sababu hatujaweza kupata amani. Kijiji hiki kiliishi zamani na sisi tuliishi kama watu wakiwa hai. Lakini hatufai tena kuwa hai wala wafu. Tumekuwa kwenye hali ya katikati na tunalazimika kuendelea kutembea kwa sababu ya laana ya zamani. Daudi aliguswa na maneno hayo, lakini aliendelea kutaka kujua zaidi. Laana ya nani? Nani aliyeleta hii laana? Mtu huyo alijibu kwa huzuni, laana ya mababu zetu. Walikufa, lakini walikusanya nguvu za kishetani na kuziweka kwenye kivuli cha kijiji hiki. Walifanya makosa makubwa na sasa sisi tunalazimika kutembea kati ya uhai na kifo. Daudi aliguswa zaidi na mazungumzo hayo, lakini alijua kuwa alikuwa katika hatari kubwa. Alihisi kuwa alikuwa amevua nguo za ujasiri wake na sasa alikuwa akichezea moto. Alijua kuwa laana hii ilimzuia asiondoke, lakini alikuwa na shauku ya kujua siri kamili ya kijiji hiki cha ajabu. Kwa nguvu ya roho ya shauku, Daudi alikubaliana kuwa atalazimika kukutana na chanzo cha laana hii ili ajue kama kuna njia ya kuimaliza. Alienda kwenye jumba kuu katikati ya kijiji hicho, mahali ambapo watu walikuwa wakikusanyika, wakiwa wanajiandaa kwa sherehe ya ajabu. Sherehe hii ilikuwa ni ya kimila na alijua kuwa inahusiana na mizimu ya mababu waliokufa. Watu walikusanyika wakiwa wamevaa mavazi ya zamani na wakiwa na nyuso zenye huzuni. Alikuwa na hisia za kutetemeka, lakini alijua kuwa alikuwa kwenye njia ya kutafuta ukweli. Mzee mmoja aliyeonekana kuwa kiongozi alisimama mbele ya jumba hilo, akiwa na kijumba cha dhahabu mikononi mwake. Aliangalia Daudi kwa macho yenye utulivu, lakini yaliyokuwa na uchungu wa zamani. Unataka kujua siri ya kijiji hiki? Aliuliza kwa sauti ya chini, akionyesha kuwa alikuwa akijua malengo ya Daudi. Ndiyo, Daudi alijibu kwa ujasiri, ingawa moyo wake ulijaa hofu. Nataka kujua ni kwa nini mnasumbuliwa na laana hii. Mzee alikubaliana na kichwa. Hii ni laana ya kishetani iliyoletwa na mababu zetu waliokuwa na tamaa ya nguvu. Walitaka kudhibiti maisha ya wengine kwa kutumia nguvu za giza. Walijua kuwa walikuwa wanakufa, lakini walikuwa wanataka kuwa na nguvu baada ya kifo. Walipofanya hivyo, walivunja sheria za dunia hii, na sasa sisi tunatembea katikati ya uhai na kifo. Daudi alijua kuwa sasa alikuwa kwenye njia ya kuokoa kijiji hiki. Je, kuna njia yoyote ya kuvunja laana hii? Aliuliza kwa hamu. Mzee alifumba macho kwa muda, kisha alifungua kwa taratibu.
Ndiyo, lakini kuna njia ngumu. Lazima uwe na moyo wa jasiri na kuchukua hatua za mwisho. Lazima utembee kwenye kivuli cha kifo na kukubali kwamba unaweza kupoteza maisha yako katika mchakato huu. Lakini ikiwa utakuwa na moyo wa kweli, utaweza kuvunja laana. Daudi alijua kuwa ilikuwa ni uchaguzi wake. Alikuwa tayari kuchukua hatua hiyo na alijua kuwa kama atafanikiwa, atasababisha mabadiliko katika kijiji hiki cha wafu. Alijua kuwa hatakuwa peke yake, kwa sababu kila mmoja aliyeingia kwenye kijiji hiki alichukua hatari kubwa. Baada ya Daudi kukubali jukumu lake la kuvunja laana ya kijiji cha wafu, mzee aliyekuwa kiongozi wa wafu alimweleza kuwa hasingeweza kuondoka hadi apitie mitihani ya hicho kijiji. Hii ndiyo njia pekee ya kulivunja giza lililofunika kijiji hicho kwa karne nyingi na kufanikiwa kuondoka katika kijiji hicho. Mzee alikumbatia Daudi na kuzungumza maneno taratibu sikioni mwake na kumpa mfuko mdogo kwa siri. Daudi alipelekwa kwenye ziwa lenye giza lililojulikana kama maji ya kusahau. Kila mtu aliyewahi kunywa maji haya alisahau kila kitu, jina lake, maisha yake na hata sababu ya kuwepo pale. Mizimu ya wafu walikuwa wakilia ndani ya maji hayo, wakimwita Daudi kwa sauti za huzuni, wakimjaribu anywe. Akiwa makini, alitumia majani maalum aliyoyapewa na mzee akiwa na maandiko ya nguvu za ulinzi. Alivitupa ndani ya maji na kwa mshangao wake, maji yalipasuka katikati, yakifunua daraja la mwanga linalovuka juu ya maji. Bila kusita, alitembea juu ya daraja hilo, akafanikiwa kuvuka bila kuguswa na nguvu za usahaulifu. Mbele yake kulikuwa na mti mkubwa uliosheheni matunda mazuri kupita maelezo. Mti huu ulijulikana kama mti wa majaribu. Mizimu ya mababu waliokuwa wamelaaniwa walikuja kwake kwa sura ya watu aliowapenda, mama yake, bibi yake na hata marafiki zake wa utotoni, wakiomba msaada, wakisema kama angetoa tunda moja kwao, wangeweza kuokolewa. Hata hivyo, Daudi alikumbuka onyo la mzee, usidanganywe na sura za upendo. Hizi ni roho zilizopotea na matunda ya mti huu ni sumu ya kutoweza kurudi tena. Ingawa kilio cha mizimu kilikuwa cha kutisha, alifunga macho yake na kupita bila kugusa tunda lolote. Mara moja, upepo mkali ulivuma na mizimu ile ikapotea kwa kilio cha huzuni. Hatimaye, Daudi alifika mbele ya mlango mkubwa wa mawe, ulioandikwa kwa maandishi ya ajabu. Kivuli cha kifo kilikuwa ndani ya mlango huo, roho kubwa iliyoshikilia laana ya kijiji. Alipoingia, alijikuta katika giza totoro. Kutoka kwenye kivuli, sauti nzito ilisikika, wewe ni nani kuja kuvunja laana yangu? Nitakupoteza kama wengine. Kivuli hicho kilianza kubadilika na kuwa kiumbe wa kutisha, macho yake yakimetameta kwa mwangaza mwekundu. Kiliinua mkono wake na upepo mkali ulianza kumburuta Daudi kuelekea kwenye giza lisilo na mwisho. Kwa kutumia hekima yake, Daudi hakupambana kwa nguvu. Aliufumba moyo wake na kusema kwa sauti yenye ujasiri, laana hii haistahili kuendelea. Mababu waliokosea walishakufa na roho zenu zinastahili pumziko. Kivuli cha kifo kililia kwa uchungu, kikitetemeka. Ghafla, nuru kali ililipuka kutoka kwenye kifua cha Daudi, ikipasua giza lote na kuyafuta mabaki ya kivuli hicho. Mlango wa mawe ulipasuka na hewa safi ya uzima ilianza kuenea kote kijijini. Mara moja, kijiji kilianza kubadilika. Nyumba zilizokuwa zimeoza zilianza kurejea katika hali nzuri. Watu waliokuwa wamelaaniwa walianza kung'ara na macho yao mekundu yalibadilika kuwa ya kawaida. Mzee kiongozi alitabasamu kwa mara ya kwanza. Daudi, umetufanya tupumzike. Kijiji hiki hakitaitwa tena kijiji cha wafu. Tumekombolewa. Mmoja wa waliokuwa wameokolewa alimletea Daudi mfuko wa ajabu uliojaa dhahabu, vito na ramani ya maeneo ya siri yenye hazina. Chukua zawadi hii. Utakuwa mtu mwenye mafanikio kwa sababu ya moyo wako wa ujasiri. Daudi aliona nuru ikiwazunguka wale waliokuwa wafu. Walipoanza kupotea angani, akasikia sauti ya mzee ikisema, rudi nyumbani, shujaa wa malundi. Usisahau tuko hili. Daudi aliposhtuka, alijikuta akisimama kwenye mlango wa msitu. Alishikilia mfuko wake wa hazina kwa mshangao, akajua kuwa safari yake haikuwa ndoto.
Alitembea hadi kijiji cha Malundi ambapo wanakijiji waliposikia hadithi yake walimpokea kwa heshima. Baada ya muda mfupi, kwa utajiri alioupata, Daudi alijenga makao makubwa, akaanzisha biashara na kijiji kizima kilianza kufanikiwa kwa sababu ya moyo wake wa ujasiri. Lakini alijua jambo moja, siri za msitu wa macho mekundu zilikuwa bado nyingi na labda siku moja mtu mwingine atazivumbua.